Kwa wanafunzi naweza tu kuwatia moyo, mjitahidi kuweka tu bidii ya kusoma, kwa sababu maisha bila elimu ni mtihani mkubwa. Kama sisi hatujafanikiwa kusonga mbele, lakini tunafanya kazi za nguvu. Ukifanikiwa kusoma, ujitahidi, pambane, usome. Msione sisi hatujasoma, lakini kazi tunazozifanya huko ni ngumu, ila ujitahidi usome. Ukishindwa basi uje tu tukute tuliko, lakini sijui labda ni pazuri. Mimi yangu ni hai. Naitwa Mwalimu David Doel Ndalinze, mzaliwa kijiji cha Chivu, kata Ntobeye, kitongoji cha Mgwabira kule Mtoni. Lakini napongeza juhudi zinazoonekana kwa walimu, wataalamu wenzangu, kanisani, kwa juhudi zinazoonekana hii miaka karibuni. Lazima tuseme ukweli kama wazao. Mwaka 2007 baada ya kumaliza form 6 niliomba kujitolea hapo. Ukweli hali ilikuwa inasikitisha. Nimemaliza chuo kikuu mwaka 2011, nikawa nafanya shughuli zangu huko. Nikaomba kuja hapa. Sijui nikataliwa, sijui nikubaliwa, hata sikumbuki. Lakini hali ilikuwa hairidhishi. Kama miaka 3 nyuma nilitumwa na serikali kufanya kazi hapa. Mimi nilifanya kazi zangu nikamaliza, lakini kama mzawa kuna kitu nilinotice. Ndio maana katika kuangalia mambo ya maendeleo lazima ulinganishe uliko na unakoelekea. Mkuu wa shule na walimu mliopo saa hizi nawapongeza sana binafsi. Bila kupoteza muda, vijana wangu hapa, mimi mwalimu wenu, kaka yenu na ndugu yenu pia. Usione unyonge wa huko uliko, wala usione unyonge wa shule uliopo. Hii ni shule sahihi na kwa wakati sahihi, na inatoa watu wa maana sana. Napenda kujitolea mfano. Mimi nilimaliza hii kata, tumetembea sana. Tulikuwa tuna mitihani, tunatembea kila shule. Kila Ijumaa tuko Runzenze, kila Ijumaa tuko hapa Ntobeye, Kidina na nini. Tulifanya hivyo, atukata tamaa. Kwa wadogo zangu, vijana wangu, niwatie moyo. Ntobeye au kata Ntobeye ni mahali sahihi. Na ukifanikiwa kuchomoka, watu wengi wanatoka huku wana vitu kwa kweli kweli, wala tubabaishi. Na nyie ni waombeni msibabaishe. Sawa vijana wangu? Sawa form 1? Msione unyonge. Mgwabira ni wani wahazi? Mgwabira 58. Mgwabira mwahazi? Abandi murahumva. Ibuguliguye ntakujyaye. Mugubu injayo ni modoka yange. Nubwo yaguye imvura aho itaguye. Lakini nizaliwa wapi? Mgwabira. Kwa nacho waomba kama 0 hiyo 2. Kazana. Hiyo ni stoka hiyo. Bora yenu saizi mnavaa ebo. Sisi ilikuwa kanda mjeni ivjara nifise. Lakini saizi najivalia yake. Kwa vijana, pambana wakati sahihi. Form 4 mliomaliza tunawategemea mwe madiwani. Mheshimiwa hapa anazeeka. Mimi sina mpango wa kugombea. Kwa hiyo pambane. Sawa? Pambane kwa sababu hizo nafasi. Sasa nampongeza diwani. Umesikia Kiingereza kilivyonyooka kile? Na nini tunataka kinyoke zaidi. Hata sisi tunapokuwa huko au wengine tutakapoenda huko, ukiwa na mwakilishi sahihi, unajua hata ukirudi utakuwa mahali sahihi. Na kwa kufuatilia kila kilichokuwa kinaendelea, wahitimu hivyo hivyo kwa kutenga muda wenu, pamoja na kwamba mlishahitimu, lakini bado mmeona kuna sababu ya kuja hapa kushuhudia nini kinaendelea. Na wanafunzi wengine wote ninaamini tumeyaona yaliyoendelea, na mwakani baadhi yetu kidato cha 4 tunatakiwa kuiga haya yamefanyika. Lakini kidato cha kwanza na cha pili lazima tuwe na moyo wa kutamani kuyafikia haya ambayo wale wameyafanya na wametukusanya hapa. Na kwa kufuatilia kila kilichokuwa kinaendelea, wahitimu hivyo hivyo kwa kutenga muda wenu, pamoja na kwamba mlishahitimu, lakini bado mmeona kuna sababu ya kuja hapa kushuhudia nini kinaendelea. Na wanafunzi wengine wote ninaamini tumeyaona yaliyoendelea, na mwakani baadhi yetu kidato cha 4 tunatakiwa kuiga haya yamefanyika. Lakini kidato cha kwanza na cha pili lazima tuwe na moyo wa kutamani kuyafikia haya ambayo wale wameyafanya
na wametukusanya hapa.